kuwa Bwana unaishi nasi na Mungu unatupenda na Mungu unatujali. Katika jina la Yesu Kristo, asante kwa rehema zako na asante kwa nguvu zako. Asante Yesu kwa kuwa tumepata neema ya kuwepo mbele zako katika nyumba yako hii. Tunakutukuza na kukuinua. Roho Mtakatifu, tunaomba uendelee kutusaidia. Ni katika jina la Yesu Kristo na kuweka kila mmoja mikononi mwake Mungu. Mungu mwenyewe akuhudumie, Mungu mwenyewe akutane na haja zako, Mungu mwenyewe akuponye, akufungue, Mungu akubariki, Mungu akupiganie, Mungu akutetee na Mungu akufanikishe. Katika jina lenye uweza la Yesu Kristo, mkono wake ulio hodari na mkono wake wenye nguvu ukaonekane juu yako, ukaonekane kwenye maisha yako, ukaonekane kwenye haja na mahitaji yako. Asante Yesu, tunakupenda. Katika jina la Yesu Kristo, hii ni siku yetu na hii ni siku ya Bwana, ambapo Bwana analo jambo aliloliandaa kwa ajili yako. Asante Mungu kwa kuwa kila mmoja leo utambariki. Asante kwa kuwa kila mmoja utamponya, utamfungua, utamweka huru, na kwamba hakuna atakayerudi nyumbani kwake kama alivyokuja mahali hapa. Katika jina lenye nguvu na uwezo la Yesu Kristo, watu wote tuseme amen. Pe Bwana makofi mengi. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Alafu ukachukua nafasi yako keti. Leo ni siku nzuri, ni siku Bwana ameifanya na tunamshukuru Mungu. Ni mwanzo kabisa wa mwaka na tunaendelea kusema ni Yesu tu. Haleluya. Mwambie jirani yako ni Yesu tu. Sema kwa sauti ni Yesu tu. Ninaenda kusoma kutoka kitabu kile cha Isaya sura ya 51. Kitabu cha Isaya nabii sura ya 51. Tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 3. 51 Isaya mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Nisikilizeni ninyi mnaoifuatia haki, ninyi mnaotafuta Bwana. Angalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa, na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa. Mwangalieni Ibrahimu baba yenu na Sara aliyewazaa, kwa maana alipokuwa mmoja tu nalimuita, nikambariki, nikamfanya kuwa wengi. Maana Bwana ameufariji Sayuni, amepafariji mahali pake palipokuwa ukiwa. Amefanya jangwa lake kuwa kama bustani ya Edeni, na nyika yake kama bustani ya Bwana. Furaha na kicheko zitaonekana ndani yake, kushukuru na sauti ya kuimba. Haleluya. Nitarudia tena. Isaya sura ya 51 mstari ule wa kwanza hadi wa 3. Soma kwa umakini. Naposoma na wewe unafuatilia na unaona jinsi ilivyoandikwa. Nisikilizeni ninyi mnaofuatia haki, ninyi mnaotafuta Bwana. Angalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa, na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa. Mwangalieni Ibrahimu baba yenu na Sara aliyewazaa, kwa maana alipokuwa mmoja tu nalimuita, nikambariki, nikamfanya kuwa wengi. Maana Bwana ameufariji Sayuni, amepafariji mahali pake palipokuwa ukiwa. Amefanya jangwa lake kuwa kama bustani ya Edeni, na nyika yake kama bustani ya Bwana. Furaha na kicheko zitaonekana ndani yake, kushukuru na sauti ya kuimba. Haleluya, haleluya. Umesikia maneno ya Bwana? Umesikia neno la Bwana? Umesikia? Bwana anasema nasi. Yesu anasema na wewe, Yesu anasema na mimi. Na anasema nisikilizeni.
Mwambie jirani yako msikilize Yesu. Mwambie jirani yako msikilize Bwana. Mwambie jirani yako msikilize Mungu. Msikilize Mungu leo, kesho. Msikilize Mungu wakati wote. Msikilize Mungu asubuhi, msikilize Mungu mchana, msikilize Mungu jioni. Msikilize Mungu ukiwa kitandani, msikilize Mungu ukiwa umelala, msikilize Mungu ukiwa umeamka. Msikilize Mungu wakati una njaa, msikilize Mungu wakati umeshiba. Msikie Mungu wakati una maumivu, msikie Mungu wakati hauna maumivu. Msikie Mungu, msikilize Mungu wakati wote. Msikilize Mungu. Anasema nisikilizeni ninyi mnaofuatia haki, ninyi mnaomtafuta Bwana. Haleluya. Wewe unayemtafuta Bwana, msikilize Bwana. Haleluya. Unayemtafuta Yesu, msikilize Yesu. Unayemtafuta Yesu, msikilize nani? Yesu. Ziko sauti nyingi zinataka kusikilizwa. Ziko sauti nyingi zinataka usikilize. Dunia inataka usikilize, watu wanataka wasikilize, vitu viumbe hivi ambavyo Bwana ameviumba vinataka uvisikilize. Kwa hiyo wanaotaka au vinavyotaka uvisikilize ni vingi au ni wengi, lakini msikilize Bwana. Bwana ndiye anayesema umsikilize. Anasema angalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa, na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa. Haleluya. Mwangalieni Yesu. Haleluya. Kwamba yeye aliye chanzo. Anasema mwangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa. Yesu ni mwamba. Haleluya. Kwamba angalia umetokana na nani. Angalia chanzo chako. Umetoka wapi? Nani ambaye kutokea kwako ulipatikana? Ni Mungu. Haleluya. Ni Yesu. Mwambie jirani yako ni Yesu. Kwa hiyo mwangalieni Yesu tu. Mwangalieni Yesu tu. Nyakati zote, katika hali zote. Anasema mwangalieni Yesu tu. Mwambie jirani yako mwangalie Yesu tu. Nyakati zote mwangalie Yesu tu. Anasema nisikilizeni, lakini pia anasema niangalieni. Macho na masikio yako yaelekee kwa Mungu. Macho na masikio yako yaelekee kwa Bwana. Hata kama kuna mwanadamu anasema, lakini katika kila anachokisema iko sauti ya Bwana, liko neno la Bwana. Unamwona Mungu katika uumbaji wake. Kwa hiyo anasema nisikilizeni, niangalieni. Mwaka huu msikilize sana Yesu na mwangalie sana Yesu. Msikilize sana Mungu na mwangalie sana Mungu. Angalia matendo yako, angalia maneno yako. Sikiliza sana. Sikiliza sana. Tunasema ni Yesu tu. Tunaposema ni Yesu tu, msikilize Yesu. Mwangalie Yesu. Mwangalie sana, msikilize sana. Iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, uwe kazini kwako, uko nyumbani kwako, uko njiani, uko shuleni, uko kwenye masomo, uko kwenye biashara yako. Msikilize Yesu, mwangalie Yesu. Haleluya. Macho na masikio yako yaelekeze kwa Bwana, yaelekeze kwa Yesu. Unaposema Yesu tu, hiyo ndiyo maana yake. Msikilize yeye, mwangalie yeye. Tunaelewana? Unanielewa? Tunasema Yesu tu. Kama ni Yesu tu, wa kusikilizwa ni Yesu tu. Sikiliza neno lake, sikiliza maagizo yake, sikiliza mafundisho yake, sikiliza maelekeo yake. Mwangalie yeye. Iwe mchana mwangalie Yesu, iwe usiku mwangalie Yesu. Wakati wote sikiliza na kuangalia Yesu tu. Usiangalie shida zako, usisikilize matatizo yako. Usiangalie watu, sikilize watu. Haleluya. Watu wapo kwenye maisha watasema, lakini katika yale wanayosema tafuta cha Yesu. Haleluya. Kama kipo
cha Yesu, chukua hicho cha Bwana. Kama kipo kichukue, unakiona, unakisikiliza. Haleluya, haleluya. Pale anasema uangalieni mwamba ule, angalia chanzo chako. Kwa hiyo tunaposema ni Yesu tu, angalia hicho ndicho chanzo cha maisha yako, chanzo cha baraka zako, chanzo cha mema yako. Sikiliza mema yako yanapotokea, sikiliza baraka zako zinapotokea, sikiliza nguvu zako zinapotokea. Tafuta kwa hiari yako, tafuta kwa bidii, tafuta kwa maarifa. Weka juhudi ya kumsikiliza, weka juhudi ya kumwangalia Yesu, weka juhudi. Msikilize Yesu. Kwenye neno lake utamsikia, kwenye neno lake utamwona. Kwa hiyo mwangalie kwenye neno, msikilize kwenye neno. Haleluya, msikilize Yesu. Kwa hiyo anasema sikilizeni ninyi mnaofuatia haki, ninyi mnaomtafuta Bwana. Kuna mtu anamtafuta Bwana mahali hapa? Haleluya. Watafutaji wako mahali hapa? Kuna watafutaji mahali hapa? Watafutaji wampigie Bwana wanayemtafuta makofi mengi. Haleluya. Kwa hiyo wewe unayemtafuta Bwana, mwangalie Bwana. Wewe unayemsikiliza Bwana, mwangalie, msikilize Bwana. Anasema sikilizeni na angalieni chanzo chako, chanzo cha mema yako. Sikiliza na angalia huko. Iwe ni usiku, uwe katika mazingira yoyote yale, mazingira ya ibada na mazingira yasiyokuwa ya ibada, mazingira ya nyumbani, mazingira ya kazini, mazingira ya biashara, uko njiani, moyo wako uelekeze kumsikia Mungu. Moyo wako uelekeze kumwangalia Mungu. Mwangalie Mungu kati ya watu, kwenye maisha ya watu. Unapomwona mtu, tafuta kumwona mtu ndani, tafuta kumwona Mungu ndani ya mtu, tafuta kumsikia Mungu kwa mtu anayesema. Kwa hiyo watu hao wote na vitu hivi vyote vya Mungu, vyote hivi utafute kumwona Mungu na utafute kumsikia Mungu. Anasema angalieni Ibrahimu baba yenu na Sara aliyewazaa. Anasema kwa maana alipokuwa mmoja tu nalimuita nikambariki. Haleluya. Nikamfanya kuwa wengi. Huyu Mungu anayetuita, sisi wote tumeitwa. Haleluya. Mungu amekuita, Mungu amekuita peke yako, lakini anapokuita kama alivyomuita Ibrahimu akambariki, kama alivyomuita Ibrahimu akamwongeza. Mungu amekuita akubariki, Mungu amekuita akuongoze, akuongeze, akuongeze. Na ndio maana Mungu amesema kwamba zaeni kaongezeke. Ongezeko ni mradi mkubwa wa Mungu. Mungu ana haja kubwa ya kuona watu wake, watumishi wake, watu wa nyumbani wake wanaongezeka. Unaongezeka kiroho, unaongezeka kimwili, unaongezeka katika mema, unaongezeka katika baraka za Mungu, unaongezeka katika kumjua Mungu, unaongezeka katika kumpenda Mungu. Kwa hiyo amekuita ili akubariki, amekuita ili akuongeze, amekuita. Hajakuita aje kuharibu, hapana. Hajakuita kulani, hajakuita kupunguze, hajakuita kufanya kuwa mdogo, hapana. Amekuita ili akubariki, amekuita ili akuongeze, amekuita ili aweze kufanya kuwa mtu mkuu. Anasema alipomuita Ibrahimu alimbariki, akamfanya kuwa wengi, akamwongeza, akamtajirisha, akamwongeza, akampa vitu, akampa watu. Mungu akampa vitu, akampa watu. Yesu, sema Yesu, sema Yesu. Kwa hiyo anasema tumwangalie huyu. Ibrahimu alimwangalia huyu, Ibrahimu alimwangalia Yesu, alimwangalia Bwana, alimwangalia Mungu. Na alipomwangalia Mungu, Mungu akambariki, Mungu akamwongeza, na akawa ni mfano ulio hai, kama vile sisi nao tutakapomwangalia Mungu, tutakapomwangalia Yesu, kama Ibrahimu
alivyomwangalia akambariki, akamwongeza. Na wewe utabarikiwa, na wewe utaongezeka. Mungu atakubariki na Mungu atakuongeza. Haleluya. Hili ni jambo kubwa. Ni jambo kubwa, na ndio jambo ambalo nataka leo tumuombe Mungu. Haleluya. Nataka tumuombe Mungu atusaidie, tumsikilize na tumwangalie. Tumwambie Bwana Yesu, tumesema kwamba ni Yesu tu. Kwa hiyo nikuangalie wewe tu. Niangalie njia zako, niangalie neno lako, niangalie mafundisho yako, niangalie maelekezo yako, niangalie mipango yako, niangalie yale ambayo umeandaa kwa ajili yako. Kwa hiyo tunaposema ni Yesu tu, maana yake tumsikilize yeye tu, tumwangalie yeye tu, alafu atatubariki, atatuongeza. Tutakuwa kama baba yetu Ibrahimu na Sara baba yetu, ambao Mungu alipomuita Ibrahimu akamfanya kuwa wengi, akambariki sana. Kwa nini? Kwa sababu kwa imani Ibrahimu alimwangalia Mungu tu, hata nyakati alizokuwa na shida, hata nyakati alizokuwa na changamoto, hata nyakati alipokuwa na matatizo, hata wakati alipokuwa amebanwa, alipokuwa ana mahitaji makubwa kwenye moyo wake, hakukubali shida zake au changamoto zake zimtoe kwa Yesu. Hata alipokuwa na mtoto mmoja anaitwa Isaka, bado Ibrahimu alibaki kumwangalia Yesu tu, alibaki kumwangalia Mungu tu. Na ndio maana Mungu alipomwambia toa Isaka sadaka, basi kwa kuwa jicho la Ibrahimu halikuwa kwa Isaka, wala masikio yake hayakuwa kwa Isaka, yalibaki kuwa kwa Mungu, alimtii Mungu kirahisi. Ilikuwa rahisi kwake kwa sababu macho yake na masikio yake yalibaki kwa Bwana, yalibaki kwa Mungu. Kwa hiyo nataka tumuombe Mungu jambo hili, kwamba Mungu tunaomba kutusaidie mwaka huu, nikuangalie, nikusikilize kwa kiwango kingine. Nikuangalie wewe na kukusikiliza wewe kwa kiwango kingine. Nikuangalie wewe na kukusikiliza wewe kwa kiwango ambacho sijawahi kuwa nacho kwenye maisha. Na maana yake hiyo, unaposema kumsikiliza yeye na kumwangalia yeye tu, maana yake hiyo ni kusema kusali sana, kuomba sana, kusoma neno sana. Haleluya. Kusali sana, kuomba sana, kusoma neno sana. Utamsikiliza kwa neno, utamwangalia kwa neno, kwa kuomba sana, kwa kusali sana, kwa kusikiliza sana. Hapo utakuwa unamwangalia Yesu, na hapo utaweza kuona mambo makubwa. Utaona Mungu akikubariki sana, utaona Yesu akikuongeza sana. Tunaposema ni Yesu tu, tuna maana ni Yesu tu, na atatubariki sana na atatuongeza sana. Atatubariki sana, atatuongeza sana. Unaamini jambo hilo? Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tuna maombi haya, lakini pia anasema maana Bwana amemfariji Sayuni, amepafariji mahali pake palipokuwa ukiwa, amefanya jangwa lake kuwa kama bustani ya Edeni, na nyika yake kama bustani ya Bwana. Furaha na kicheko zitaonekana ndani yake, kushukuru na sauti ya kuimba. Mungu anapomwangalia mtu wake, yule mtu anayemsikiliza, yule mtu anayemwangalia, Mungu anakuwa faraja kwa huyo mtu. Haleluya. Mungu anakuwa faraja kwa huyo mtu. Mungu anakuwa faraja kwa mahali hapo, pale mahali, au yule mtu ambaye anamwangalia Mungu tu, Mungu tu, katika circumstances zozote, katika hali yoyote, katika mapito yoyote yale, au nyakati zozote zile, Yesu anabaki kuwa ndiye center, ndio center yako, ndio focus yako. Basi anasema atakufariji na wewe utafarijika. Ile baraka ya Mungu inayokuja kwenye maisha yako inakufariji sana. Haleluya. Ni faraja kubwa sana
Mungu anapokubariki unafarijika. Mungu anapokubariki unafarijika. Na anasema mahali hapa anapofanya kuwa kama bustani ya Eden. Yaani hata kama hilo jambo hiyo sehemu ilikuwa ni jangwa, ulikuwa kwenye ukame, ulikuwa kwenye ukiwa, ulikuwa kwenye mapito magumu namna gani, lakini ukamwangalia Bwana, ukamsikiliza Bwana, na akabaki kuwa ndiye pekee kwenye maisha yako, akabaki kuwa ni Yesu tu, atakubariki, atakuongeza, utapata faraja na mabadiliko makubwa yatatokea. Penye ukavu, penye hali ya jangwa, anaweza kupafanya kuwa kama bustani ya Eden. Haleluya. Uko tayari kufanyika kwa bustani ya Eden? Haleluya, haleluya. Uko tayari kuwa kama bustani ya Eden? Mwangalie Yesu tu. Haleluya. Mwangalie Bwana tu. Msikilize yeye tu. Atakufanya kuwa kama bustani ya Eden. Utanawiri, utashamiri, utastawi, utapendeza. Kwa sababu umemwangalia yeye tu. Haujaangalia ulimwengu, haujaangalia dunia, haujaangalia yale yanayokimbia huko. Umebaki wakati wote, atakubadilisha. Hata kama uko kwenye hali ya jangwa, atakubadilisha, utakuwa kama bustani ya Eden. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hiki ndicho ambacho Mungu anaenda kukifanya kwenye maisha yetu. Haleluya. Ndicho ambacho Mungu anaenda kufanya kwenye maisha yetu. Na tunashukuru Mungu ametupa mahali hapa pazuri pa kumwabudia. Haleluya. Pigie Mungu makofi na vigelegele. Unapolinganisha na mahali tulipokuwa na mahali tulipo sasa, unaweza kukubaliana na neno hili kwamba lile jangwa Mungu analifanya kuwa kama bustani ya Eden. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mungu anakufanya kuwa bustani ya Eden. Umemwangalia yeye, umesimama, umemsikiliza yeye tu, atakubadilisha, na ni Mungu anayebadilisha. Sasa kwamba anabariki, anaongeza. Anabariki, anafanya nini? Anaongeza. Anasema na nyika yake kama bustani ya Bwana, furaha na kicheko zitaonekana ndani yake. Hakuna mtu ambaye alimwangalia Yesu, akamwangalia Yesu tu, akamsikiliza Yesu tu, alafu furaha na kicheko visitoke, visionekane kwenye maisha yake. Kushukuru na kusifu na kuimba, haya ni matokeo ya wazi kwa kila mmoja ambaye ataamua kumwangalia Yesu tu, ataamua kumtizama Yesu tu. Haleluya, haleluya. Unanielewa? Uko tayari tuombe? Uko tayari tuombe? Uko tayari tuombe? Haleluya, haleluya. Uko tayari kuomba? Basi simama, simama. Anasema Bwana ameufariji Sayuni. Sayuni ni mji wa Mungu.
Sayuni ni katika nyumba ya Mungu. Haleluya. Hata sisi tukiangalia Mungu ameifariji Sayuni yetu. Haleluya. Ukiangalia mahali hali ilivyokuwa na hali ilivyo sasa, hii ni faraja kubwa sana. Mpigie Mungu makofi kwa ajili ya kufariji mahali pake pale. Haleluya, haleluya. Asema maana Bwana ameufariji Sayuni. Haleluya. Amepafariji mahali pake palipokuwa ukiwa, amefanya jangwa lake kuwa kama bustani. Mahali hapa sasa panaonekana bustani nzuri. Haleluya. Nasema mahali hapa sasa pamekuwa ni bustani nzuri. Haleluya. Kama hujaona utaendelea kuona tu mpaka utaelewa tu. Haleluya. Unajua kuna watu wako sensitive. Hata kasauti kadogo anaweza akasikia. Haleluya. Na mimi nasema haka ni kasauti kadogo tunakokaona hapa. Haleluya. Lakini Bwana ataendelea kuongeza haka sauti. Haleluya. Kataendelea kuongezeka tu. Kataendelea kuongezeka tu. Inafika mahali hata kama ni kiziwi. Haleluya. Watu watacheka na kufurahi. Haleluya. Nasema utacheka na kufurahi katika jina la Yesu. Haleluya. 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 Basi sasa nataka tumuombe Mungu. Ombi letu la kwanza tunaenda kumuomba Mungu kwamba Mungu, mwaka huu tumesema ni Yesu tu. Sitaki distraction zingine. Sitaki uharibifu mwingine. Sitaki kuvurugwa. Ninataka kuconcentrate kwa Yesu tu. Vile vitu ambavyo huko nyuma niliangalia Yesu tu, nikaangalia na huko, ninaangalia Yesu, ninaangalia na dunia, ninaangalia Yesu, ninaangalia na watu, ninaangalia Yesu, ninaangalia na hiki. Sikikia tutasema mwaka huu hiyo halipo. Sasa tunasema kuanzia sasa na kuendelea sisi ni Yesu tu. Tamsikiliza Yesu tu na tamwangalia Yesu tu, kwa sababu anabariki, anaongeza. Na kwake panapatikana faraja, panapatikana amani. Kwake kunapatikana kicheko, furaha. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa nataka kitu cha kwanza tumuombe Mungu kwamba Mungu, naomba unisaidie mwaka huu nisiangalie kushoto na kulia, nisiangalie kwingine, bali niangalie kwa Yesu tu na nimsikilize Yesu tu. Uko tayari kuomba hilo ombi? Amen. Uko tayari kuomba hilo? Haya, fungua kinywa chako uombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakusifu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakuinua. Tunasema asante Bwana wa Bwana, tunasema asante Mfalme wa Falme, tunasema asante Mungu wa Mungu, tunasema asante wewe uliye hai, tunasema asante wewe uliye mtakatifu, tunasema asante wewe uliye mwema, tunasema asante wewe mwenye nguvu nyingi na uweza mwingi, tunasema asante Mungu uliye hai. Katika jina la Yesu Kristo tunakusifu, tunakuabudu, tunakusifu, tunakuinua, tunakutukuza, tunakuhimidi kwa kuwa wewe ni mwema na kwa ajabu. Tunalibariki na kulitukuza jina lako, tunalibariki na kuliinua jina lako. Tunasema mwaka huu ni Yesu tu, katika jina la Yesu Kristo. Tumsikilize Yesu tu, tumwangalie Yesu tu. Tunaomba Mungu tupe neema ya kusikiliza wewe tu na kuangalia wewe tu katika nyakati zote, katika hali zote, katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo, katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Baba, ninaomba kila mmoja ukamsaidie, akamwangalie Yesu tu, akamwangalie Yesu tu, akamwangalie Yesu tu, akamwangalie Yesu tu na kumsikiliza Yesu tu, tukamwangalia na kumsikiliza Yesu tu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, tutamsikiliza Yesu tu, tutamwangalia Yesu tu, 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 katika jina la Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo, tutamsikiliza Yesu tu, tutamwangalia Yesu tu, tutamsikiliza Yesu tu, tutamwangalia Yesu tu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba mtakatifu, asimama kinyume na nguvu yoyote inayozuia kumsikiliza Yesu, inayozuia kumwangalia Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, tunaomba usimame, tunaomba wewe mwenyewe uonekane kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tukamwangalie Yesu tu, tukamsikilize Yesu tu, tukamwangalie Yesu tu, tukamsikilize Yesu tu, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaharibu, tunakabidha, tunaharibu, tunateketeza nguvu zote za giza, mamlaka zote za giza, ule uweza wote wa shetani unaozuia kumsikiliza Yesu, unaozuia kumsikiliza Yesu na kumwangalia Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Macho na masikio ya watu hapa yafunguke, macho yako yafunguke, mwone Mungu afungue macho yako, afungue masikio yako, afungue macho na masikio, macho yako na masikio ya watu yawe kwa Yesu tu, macho na masikio yawe kwa Yesu tu,
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Macho na masikio yako uyaelekeze kwa Yesu tu. Macho na masikio yako yaelekezwe 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 kwa Yesu tu. Yaelekezwe kwa Yesu tu. Yaelekezwe kwa Yesu tu. Kwa Yesu tu, kwa Yesu tu. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Macho na masikio yaelekezwe kwa Yesu tu. Macho na masikio yaelekezwe kwa Yesu tu. Macho na masikio yaelekezwe kwa Yesu tu. Kwa damu ya Yesu Kristo fungua masikio, fungua macho yako, fungua masikio yako na macho yako yapate kumwangalia Kristo pekee, yapate kumwangalia Yesu tu, yapate kumwangalia Yesu tu. Katika jina la Yesu Kristo, macho na masikio yako, macho na masikio yako, macho na masikio yako, macho na masikio yako yapate kumsikia na kumwangalia Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, ninafungua macho yako, ninafungua macho yako kwa damu ya Yesu Kristo, na masikio yako yakafunguliwe, ukamsikie Yesu, ukamwangalia Yesu, ukamsikie Yesu, ukamwangalia Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, ukamwangalia Yesu tu, ukamsikilize Yesu tu, ukamwangalia Yesu tu, ukamsikilize Yesu tu. Fungua macho yako Baba, ninaomba Roho Mtakatifu, ninaomba uende kwenye macho ya kila mmoja, kwenye macho ya kila mmoja akamwangalie Yesu, macho yake yakuangalie, macho yako yawe kwa Yesu tu, katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilicho kwenye macho yako kinachokuzuia kumwangalia Yesu tu, kisicho kizuizi, vizuizi vyote vya kumwangalia na kumsikiliza Yesu viondoke kwenye maisha yako, viondoke kwenye maisha yako, viondoke kwenye maisha yako. Kwa habari ya kazi yako umwangalie Yesu tu, kwa habari ya kazi yako umsikilize Yesu tu, kwa habari ya ndoa yako umwangalie Yesu tu, kwa habari ya ndoa yako umsikilize Yesu tu, ukamsikilize Yesu tu, ukamsikilize Yesu tu, ukamwangalie Yesu tu kwenye kila eneo la maisha yako, kwenye maeneo yote ya maisha yako, kwenye familia yako, kwa watoto wako, kwa habari za watoto wako, kwa mambo ya watoto wako, kwa kazi ya watoto wako, kwa habari ya biashara yako, kamwangalie Yesu tu, kamsikilize Yesu tu, kamwangalie Yesu tu, sikilize Yesu tu, iwe ni mchana, iwe ni usiku, kamsikilize Yesu tu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Omba kwamba Mungu aondoe vizuizi, aondoe kila kizuizi ambacho, chochote ambacho kitasimama kukuzuia usimwangalie Yesu tu, usimsikilize Yesu tu. Ondoa hivyo vizuizi, ondoa hivyo vizuizi, ondoa hivyo vizuizi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu Ibrahimu alimwangalia Yesu tu, alimwangalia Bwana tu, alimwangalia Yesu tu. Ibrahimu alimwangalia Yesu tu, Ibrahimu alimwangalia Yesu tu, alimwangalia Bwana tu, alimwangalia Yehova katika jina lake takatifu, alimwangalia Yesu tu. Hata kama Mungu akambariki, hata kabarikiwa, hata kaongezeka katika jina la Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kamwangalie yeye tu kwenye mahitaji yako, ukamwangalie yeye kwenye haja za moyo wako, kwa habari ya matatizo, kwa habari ya ugonjwa, kwa habari ya ugonjwa, nyakati za ugonjwa, ukamwangalie Yesu tu, ukamsikilize Yesu tu, kamwangalie Yesu tu, kamsikilize Yesu tu, kamwangalie Yesu tu, kamsikilize Yesu tu. Omba kwa jina la Yesu Kristo, omba kwa damu ya Yesu Kristo, omba kwa damu ya Yesu Kristo, omba kwa jina la Yesu Kristo, omba kwa damu ya Yesu Kristo, omba kwa jina la Yesu Kristo, omba kwa damu ya Yesu Kristo, omba kwa jina la Yesu Kristo, omba kwa damu ya Yesu Kristo, omba kwa jina la Yesu Kristo, omba kwa damu ya Yesu Kristo, omba kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo. Omba, ondoa kila kizuizi chochote ambacho kimejipanga au kinakuzuia usimwangalie Yesu, kila kuzuia usimsikilize Yesu, kiko ndani yako, kiko nje yako.
piga kwa jina la Yesu Kristo. Piga hivyo vizuizi, piga hivyo vizuizi, piga hivyo vizuizi, piga vizuizi, piga kila kizuizi mwaka huu. Piga kizuizi chochote, kizuizi kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwa watoto wako, kwenye afya yako, kwenye akili yako, vizuizi vya kiroho, vizuizi vya kimwili, vizuizi vyovyote vilivyopo, nguvu za giza, piga kwa damu ya Yesu Kristo. Sambaratisha, sambaratisha, sambaratisha. Tunasema ni Yesu tu, ni Yesu tu, wa kuangalia ni Yesu tu. Ukamwangalia Yesu tu, ukamsikiliza Yesu tu, ukamwangalia Yesu tu, ukamsikiliza Yesu tu. Maana hakika atakubariki, hakika atakuongeza, atakubariki, atakuongeza kama alivyomwongeza Ibrahimu, kama alivyomwongeza Ibrahimu, akambariki Ibrahimu, akambariki na Sara, akamfanya kwa wengi katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Ibrahimu alimwangalia Yesu tu, alimwangalia Yesu tu, alimsikiliza Yesu tu, alimwangalia Yesu tu, alimsikiliza Yesu tu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, safisha mwaka wako, safisha mwaka wako, safisha mwaka huu, safisha chochote ambacho kimejipanga kukuzuia, usimwangalie yeye, usimsikilize yeye tu, kwa jina la Yesu Kristo. Ondoa hivyo vitu, ondoa changamoto yoyote iliyojipanga, kama ni shida, kama ni changamoto, hivyo vitu vyote ondoa katika jina la Yesu Kristo. Ondoa kwa damu ya Yesu Kristo, ondoa kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Tunataka kumsikiliza Yesu, tunataka kumwangalia Yesu kwenye kila eneo la maisha yetu, kwenye kila eneo la maisha yetu. Mwambie Mungu, nataka kukuangalia wewe tu, nataka kukuangalia wewe tu mwaka huu, nataka kukuangalia wewe tu, nataka kukusikiliza wewe tu. Huko nyuma nimesikiliza dunia, nikasikiliza na watu, nikaangalia watu, nikajisikiliza mwenyewe, nikajiangalia mwenyewe, nikasikiliza watu, nikasikiliza vitu, nikaangalia fedha, nikaangalia kazi, nikaangalia biashara, nikasikia biashara yangu, nilisikiliza biashara, nilisikiliza kazi yangu, sikukuangalia wewe, sikusikiliza wewe. Baba, ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu Kristo. Nimeamua mwaka huu, mwambie Mungu, omba kwamba mwaka huu ni mwaka wa kumsikiliza, ni mwaka wa kumwangalia Yesu tu kwa kiwango ambacho hujawahi, kwa kiwango kipya, kwa kiwango cha juu, kwa kiwango kilichotokoka katika kiwango kingine, katika level nyingine. Utamsikiliza yeye tu, utamwangalia yeye tu. Uwe nyumbani kwako, kwa habari za nyumba yako, kwa habari za ndoa yako, kwa habari za biashara yako, kwa habari za watoto wako, kwa habari ya afya yako, kwa habari ya huduma yako, kwa habari ya utumishi wako, kwa habari ya kanisa, kwa habari ya lolote lile, kwa jina la Yesu Kristo. Nitamwangalia Bwana. Anasema uangalieni ule mwamba, angalia ule mwamba uliochongwa na lile shimo ulilochimbuliwa katika jina la Yesu Kristo. Yani angalia chanzo chetu ni Yesu tu, chanzo chetu ni Yesu tu. Yeye atakubariki, yeye atakufanya kuwa wengi, atakubariki, atakuongeza, atakubariki, atakuzidisha, atakubariki, atakuongeza katika jina la Yesu Kristo. Endelea kumwomba Mungu katika jina la Yesu Kristo. Endelea kumwomba Mungu, maana tunajua ya kwamba amesema ya kwamba niangalieni, angalieni, sikilizeni pale mlipotoka, pale mlipotolewa, pale mlipochimbuliwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Yesu tu ndiye mtu ambaye, ndiye Mungu ambaye, ndiye Bwana ambaye, ndiye mfalme ambaye kwake ulichongwa, kwake ulitolewa, ukapatikana katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Sambaratisha sasa, piga kila roho, piga kila nguvu, kila uweza, uchawi, uganga, mizimu, ushirikina wote, nguvu zozote za giza ambazo zimejipanga kukukwamisha. Usimwangalie Yesu tu, usimsikilize Yesu tu, katika jina la Yesu Kristo. Sambaratisha hizo nguvu, sambaratisha uweza, sambaratisha mamlaka, sambaratisha katika jina la Yesu Kristo, sambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo, sambaratisha kwa moto wa Roho Mtakatifu, sambaratisha, tawanya kwa jina la Yesu Kristo, tawanya kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Sema ni Yesu tu, nataka kumwangalia Yesu,
nataka kumwangalia Yesu, iwe asubuhi, iwe jioni, iwe mchana, iwe usiku, iwe shibe, iwe njaa, utamwangalia Yesu tu, utamsikiliza Yesu tu, utamwangalia Yesu tu, nitamsikiliza Yesu tu, nitamwangalia Yesu tu, nitamsikiliza Yesu tu, katika jina la Yesu Kristo. Naye huyo atakuponya, atakufungua, atakubariki, atakuinua, atabadilisha maisha yako, atakufariji, atakufanya kuwa faraja, atakufariji, atafariji ndoa yako. Kuna faraja inakuja, faraja itakuja, faraja itaonekana nyumbani mwako, faraja itaonekana kazini kwako, faraja itaonekana kwenye ndoa yako, faraja itapatikana kwa mkeo, faraja itapatikana kwa mmeo, faraja itapatikana kwa wazazi wako, faraja itapatikana kwa ndugu, faraja itapatikana kwa jamaa, faraja itapatikana kwa kiongozi wako, faraja itapatikana. Bwana atakufariji, Bwana atakufariji, na atasababisha furaha, atasababisha furaha, atasababisha amani, sauti na kicheko, furaha na kicheko, furaha na kicheko, furaha na kicheko vitakuja kwenye maisha yako, vitakuja kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kiri kwa kinywa chako, nitamwangalia Bwana, nitamwangalia Bwana, nitamsikiliza Bwana, nitamwangalia Yesu tu, nitamsikiliza Yesu tu. Furaha na kicheko, furaha na kicheko havitakoma, havitakoma kwenye nyumba yangu. Furaha na kicheko, furaha na kicheko, furaha na kicheko, furaha na kicheko havitakoma kwenye nyumba yako. Utamwangalia Yesu tu, utamsikiliza Yesu tu, kisha furaha na kicheko havitakoma kwenye nyumba yako, havitakoma kwenye kazi yako, havitakoma kwenye biashara yako, havitakoma, havitakoma kwenye ndoa yako, havitakoma kwa watoto wako, havitakoma kila uingiapo na kila utokapo, havitakoma, havitakoma. Kwa yule atakayemwangalia Yesu tu, ukamsikiliza Yesu tu, ukamwangalia Yesu tu, huyo atakubariki, huyo atakuongeza, huyo atakubariki, atakuongeza, atakubariki. Kenda kaskazini, ukienda kusini, tenda mashariki, tenda magharibi, atakuongeza, atakubariki. Baraka zitakutafuta, baraka zitakutafuta, baraka zitakutafuta. Kwa nini? Kwa sababu umemwangalia Yesu tu, umemsikiliza Yesu tu. Haujasikiliza dunia, haujasikiliza dunia, haujasikiliza wanadamu, haujasikiliza vitu, haujasikiliza mali, haujasikiliza pesa yako, haujasikiliza fedha yako, haujasikiliza vyote hivyo. Umechagua kumsikiliza Bwana katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba, 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 endelea kukiri uzima, endelea kukiri, endelea kukiri. Kuna uhusiano wa moja kwa moja, ninakwambia kuna uhusiano wa ajabu sana kati ya kumsikiliza Bwana, kumwangalia Bwana na kupata baraka za Bwana, na kupata baraka za Bwana, na kupata ongezeko kutoka kwa Bwana, kisha ukapata faraja. Bwana akakufariji, akafariji ndoa yako, akafariji masomo yako, akakufariji kiroho, akakufariji kimwili, akakufariji kazini, akakufariji kwenye biashara, akakufariji kwenye masomo. Kuna faraja ya ajabu inakuja, faraja ya Roho Mtakatifu, faraja ya Bwana, faraja ya Bwana, faraja ya Bwana, faraja ya Bwana itakayoleta utulivu, na kisha kutakuwa na kushukuru na sauti za kuimba, sauti za kuimba. Utaimba nyimbo za shangwe, utaimba nyimbo za furaha, utaimba kwa sababu ni Yesu tu unayemwangalia, kwa sababu ni Yesu tu unayemsikiliza. Utaimba, 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 utashangilia, utafurahi, utafurahi, utapata kicheko, utapata kicheko, utapata kicheko, 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 kicheko kitakuja kwenye nyumba yako, kitakuja kwenye nyumba yako. Na mimi nasema kicheko hakitakuacha mwaka huu, hakitakuacha mwaka huu. Kicheko hakitakuacha, kicheko hakitakuacha, kicheko hakitakuacha, kicheko hakitakuacha katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kicheko hakitakuacha. Papariaka papa 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 papa. Kitabirie, tabiri mema, tabiri furaha, tabiri furaha, tabiri kucheka, tabiri kufurahi mwaka huu. Tabiri, 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 tabiri kwa kinywa chako, tabiri kwa kinywa chako, tabiri kwa kinywa chako. Ndio kutabiri, ndio kutabiri, ndio kutabiri. Kamwangalia Yesu tu, kisha utacheka, kisha utafurahi, kisha utaimba, kisha utashangilia, kisha utashangilia. Ninaona watu wakishangilia mwaka huu, naona watu wakifurahi, naona watu wakiinuliwa, naona watu wakibarikiwa, watu wakiongezeka, ongezeko kwenye maisha yako, ongezeko kwenye kazi, ongezeko kwenye biashara, ongezeko la kiroho, ongezeko la upako, ongezeko la neema, ongezeko la nguvu za Mungu, ongezeko la nguvu za Mungu, ongezeko, 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 ongezeko.
ongezeko, ninatangaza ongezeko, ninatangaza ongezeko, ninatangaza ongezeko, ninatangaza ongezeko, 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 ongezeko. Utamwangalia Bwana, utamwangalia Bwana, utamsikiliza Bwana, kisha utaongezeka, kisha utabarikiwa, kisha utaongezeka, kisha utabarikiwa, utaongezeka, utafurahi, utacheka, 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 utacheka. Aporiaka, aporiaka, rambarariaka, sakapa papa, yakasanda, riko papa 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 papa. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ndani yako furaha na kicheko hazitakoma, hazitakoma, hazitakoma. Ndani yako furaha na kicheko hazitakoma. Kushukuru na sauti ya kuimba havitakoma, kwa sababu umemwangalia Bwana, umemwangalia Yesu tu, umemwangalia Yesu tu, umemwangalia Yesu tu. Yaka papa 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 papa, yaka sandara, yaka porosika, kapareka, ya kombe, ya kombe, ya kombe, ya kombe, ya kombe, ya kombe. Endelea kuomba, endelea kuomba. Kuna neema inaachiliwa, kuna neema ya kuachiliwa. Watu watafocus kwa Yesu. Nakwambia utamwangalia Yesu kwa kiwango ambacho hujawahi kumwangalia. Utamsikiliza, kiu ya kumsikiliza. Ninaachilia kiu ya kumsikiliza Bwana. Kiu. Pokea hiyo kiu. Utamsikiliza, utamsikiliza. Hautachoka, hautakata tamaa, hautachoka, hautachoka. Utamsikiliza, utamsikiliza, utamwangalia, 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 utamwangalia. Ataonekana, utamsikiliza, utamsikia, utamsikiliza, utamsikia, utamwangalia. Ataonekana, ataonekana, utamwangalia, ataonekana, utamsikiliza, utamsikia, atasikika ndani yako. Sauti ya Bwana itasikika kwako, itasikika kwako, itasikika kwako, katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Hakika ni Bwana, hakika ni Yesu tu, 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 hakika ni Yesu tu. Atakubariki kweli kweli, atakuongeza kweli kweli, atakubariki kweli kweli, atakuongeza kweli kweli, atakubariki kweli kweli. Macho yangu
Endelea kusalenda kwa Yesu. Endelea kusalenda kwa Yesu. Salenda. Endelea kusalenda kwake. Endelea kusalenda kwake. Endelea kusalenda kwake. Ukiwa tayari kumsikiliza yeye tu. Ukiwa tayari kumwangalia yeye tu. Na hakika hautakuwa kama ulivyokuwa. Kwa kuwa Bwana anaenda kukubariki sana. Na kwa kuwa Bwana anaenda kukuongeza. Anaenda kukuongeza kiroho. Anaenda kukuongeza kimwili. Anaenda kukuongeza kwenye kila eneo la maisha yako. Kuna nyongeza kubwa sana ipo kwa ajili yako mwaka huu. Kuna nyongeza kubwa sana ipo kwa sababu Mungu anaenda kukubariki sana. Anaenda kukubariki sana. Anaenda kubarikiwa 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 sana. Anaenda kuongezeka sana. Anaenda kuongezeka sana. Anaenda kubarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Anaenda kubarikiwa sana. Ni Yesu tu. Anaenda kubarikiwa sana. Anaenda kuongezeka sana. Anaenda kupata faraja kubwa. Anaenda kupata faraja kubwa. Anaenda kupata faraja kubwa. Faraja nyumbani kwako. Faraja nyumbani kwako. Faraja kwenye kazi zako. Faraja kwenye nyumba yako. Faraja ya Roho Mtakatifu itaonekana mwaka huu. Faraja ni mwaka wa faraja. Faraja kubwa. Faraja ya Roho Mtakatifu. Faraja kwenye ndoa yako. Faraja kwenye kazi yako. Faraja kwenye ofisi yako. Faraja kwenye biashara yako. Faraja kwenye huduma yako. Faraja kwenye utumishi. Faraja. Yesu mwenyewe atakufariji. Atakubariki. Atakuongeza. Atakufariji. Utakuwa kama bustani. Utastawi kama bustani ya Edeni. Utastawi sawa na Isaya 61 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Utastawi kama bustani ya Edeni, kama bustani ya Bwana. Utastawi kama bustani ya Bwana. utapendeza kama bustani ya Edeni, kama bustani ya Bwana. Utakuwa bustani ya Bwana, utakuwa bustani yake, utakuwa bustani yake. Utakapomfanya kwa Yesu tu, utakuwa bustani yake, utakuwa bustani yake, utakuwa bustani yake. Atakupamba, 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 atapamba maisha yako, atapamba ndoa yako, atapamba kazi yako, biashara yako, atapamba huduma yako, atapamba, 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 yakapapa katika jina la Yesu.
Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo.
wingi. Ninakutukuza kwa ajili ya neno hili, ninakutukuza kwa ajili ya ahadi hii, nami nasema asante. Kwa kuwa Mungu, neno lako ni amina, neno lako ni kweli, na utaithibitisha kwenye maisha ya wale wote waaminio katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu, na asante Baba yetu wa mbinguni. Sasa nataka niombe kwa ajili ya uponyaji kwa wagonjwa. Mahali popote ulipo, unaumwa, una changamoto ya afya, au una ndugu, una jamaa yako anaumwa, kwa imani unaweza ukasimama kwa ajili yake, alafu tukaomba. Na Mungu anayeponya, nina uhakika na ninaamini atakuponya. Kwa hiyo popote ulipo, mwambie Yesu, ni wewe tu mponyaji, na ni wewe tu unayeniponya. Ni wewe tu mponyaji, na ni wewe tu unayeniponya. Sema, Bwana Yesu, ni wewe tu mponyaji, ni wewe tu unayeponya. Niko tayari kupona sasa. Niko tayari kuwekwa huru. Niko tayari kupona. Haleluya. Weka mkono wako mahali panauma, au weka kifuani. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ndugu huyu. Wewe unajua exactly anachoumwa. Unajua ugonjwa wake, unajua shida yake. Na mimi Yesu ninakuamini. Wewe unaponya, tena unaponya sana. Sikia kilio kilicho ndani ya mtu huyu, na weka imani kwamba Yesu leo napona. Napona leo. Leo Yesu ponya. Yesu ponya sasa. Yesu anaweza kuponya. Anaweza kufanyia muujiza. Unaweza kupokea muujiza mkubwa. Yesu, vipi unaweza kuondolewa popote ulipo kwenye mwili wako? Ukimwi unaweza ukaondoka, ukapona. Kansa inaondoka. Hakuna ugonjwa ambao Yesu hawezi kuponya. Anakuponya kwa lile neno. Anakuponya. Amini. Amini. Mashida ya figo, Yesu anakuja kwenye hizo figo, anakuponya. Mashida ya moyo, mashida ya mifupa. Ni shida gani ulionayo? Ni shida gani ulionayo? Ni ugonjwa gani unaokutesa? Ni ugonjwa gani unaokutaabisha? Unakutaabisha wewe, unamtaabisha ndugu yako, unamtaabisha jamaa yako. Popote ulipo, naomba uamini na mimi ya kwamba Yesu anakuponya sasa. Na uwe na uhakika unapona, kwa sababu Yesu ni mponyaji. Yesu ni mponyaji. Aliponya tangu mwanzo, anaponya hata sasa, na anaponya na hata kesho. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hakuna wa kumzuia kuponya. Jina lake ni Yehova Rafa. Jina lake ni Yahweh Rafa. Jina lake ni Bwana aponyaye. Asema, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, na tena mimi ni Bwana nikuponyaye. Je, kuna ugonjwa wote nisioweza kuponya? Naomba ndugu yangu amini. Amini sasa, upokee muujiza wako. Amini leo. Amini sasa. Amini leo. Popote ulipo, yamkini unatusikiliza kwa njia ya radio, unatusikiliza kwa njia ya YouTube, unatusikiliza kwenye media yoyote ile. Wakati wowote ule neno la Mungu li hai, halipitwi na wakati. Nguvu ya Mungu inakuja juu yako mahali ulipo. Nguvu ya Mungu inakuja juu yako huko mahali hapa. Nguvu ya Mungu inakuja popote pale ulipo. Nguvu za Mungu zinakuijia. Na Yesu anayeponya anakuponya, anakutoa kwenye huo ugonjwa, anaondoa hayo maumivu, anaondoa maumivu ya mgongo, pingili zilizoharibika anazinyosha. Enda kwenye joints, mashida ya joints, Yesu anaponya pia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. It's time to receive your healing. It's time for you to receive His mighty healing. There is a grace to healing. There is a grace to deliverance. Iko neema ya kuponya, iko neema ya kufunguliwa. Just believe, just believe, and Jesus is going to heal you. Jesus is going to set you free. He's going to stretch His mighty hand, His healing hand. He's ready to heal you. He's ready to set you free. He's ready. He's ready to deliver you. He's ready to do a miracle. He's ready to give you a miracle on your situation.
Father, we thank you. Father, we honor you. Father, we bless you. Father, we worship you. We believe in your healing. We believe in your deliverance. We believe in the miracles. Jesus, miracle worker. Jesus, miracle worker. Signs and wonders belongs to you. Signs and wonders belongs to you. All powers belongs to you. Nothing is impossible with you. We believe in your healing. And I pray in the mighty name of Jesus. Now receive that healing. Receive that deliverance. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea ukombozi. Kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Kwa namna isiyokuwa ya kawaida. In a way, extraordinary way. In an extraordinary manner. Receive your healing. Pokea uponyaji wako. Pokea uponyaji wako. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Sio mimi, ni Yesu anayekuponya. Ni Yesu anayekuponya. Ni Yesu Kristo anayekuponya. Ni Yesu Kristo anayekuponya. Ni Yesu tu anayekuponya. Ni Yesu tu anayekufungua. Ni Yesu tu anayekuweka huru. Anataka kuenjoy baraka ambazo amekuletea. Anataka kuenjoy ongezeko ambalo ameliweka mbele yako. Utaenjoy vipi kama unaumwa? Utaenjoy vipi kama una ugonjwa ndani yako? Baba, ninakushukuru. Hata kama kibinadamu ugonjwa hauna tiba, kwa Yesu tiba ipo. 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 Na pokea hiyo tiba. Pokea uponyaji. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu akuponye. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Yes, pokea. Amini. Amini unaingia kwako. Amini sasa. Amini umeshaingia kwako. Umefika kwa ndugu yako. Umemfikia ndugu yako na muombea popote alipo. Uponyaji umemfikia. Amini. Yes, time to believe. Time to believe. Kwa sababu Mungu amefanya. Kwa sababu Mungu amefanya. Amini sasa. Amini. Sema ndani ya moyo wako ninaamini. Sema ndani ya moyo wako ninaamini. Sema ndani ya moyo wako ninaamini. Confess your belief. Confess your belief. Confess your faith. Confess your faith. Confess your faith. Yes, kiri imani yako. Kiri imani yako. Kiri kwamba nimepona. Kiri kwamba nimefunguliwa. Kiri kwamba nimewekwa huru. Kiri uzima. Kiri uponyaji wa Yesu. Kiri uponyaji wa Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Baba. Asante Mungu wetu. Asante Baba yetu. Asante mfalme wa amani. Asante mfalme mkuu. Asante mfalme wa utukufu. Asante mfalme mwenye nguvu. Mwambie Yesu asante. Ninakwambia na mimi ninashuhudiwa ndani yangu Mungu amekuponya. Ninashuhudiwa Mungu amekuponya. Naomba uamini na mimi. Naomba uamini kwamba Mungu ameniponya, kwamba Mungu amemponya, kwamba Mungu ameniponya, kwamba Mungu amemponya. Hebu amini. Mimi ninaamini. Naomba na wewe uamini. Naomba na wewe uamini ili iweze kuthibitika. Imani yako ni ya muhimu sana. Imani yako ni ya lazima. Imani yako ni ya muhimu kwenye jambo hili. Amini, kubali. Kuamini ni kukubali kwamba imekuwa. Kuamini ni kukubali kwamba Yesu amefanya. Ni kukubali. Kwani usikubali? Kubali sasa kwamba ameshaniponya. Kubali sasa kwamba ameshaniponya. Na iambie nafsi yako kwamba Yesu ameniponya. Yesu ameniponya. Nasema kubali kwamba Yesu amemponya. Ni baba yako, ni mama yako, ni kaka yako, ni dada yako, ni rafiki yako, ni ndugu yako unayemwombea. Sasa amini kwamba Yesu amemponya. Yesu amemfungua. Amini, kubali. Usiendelee kukataa. Kubali sasa. Kubali, na ukikubali furaha itakuja ndani yako. Ukikubali unasikia furaha. Kama hujakubali furaha ipo. Lakini ukikubali kwamba kweli Yesu amefanya na unaamini ameniponya, unaamini amemponya, furaha inaingia ndani yako, amani inaingia ndani yako, na unabadilika na kuwa kitu kingine. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakutukuza. Baba, tunasema asante. Asante Yesu, asante Mungu. Baba, ninakushukuru. Na ninaendelea kuomba kwa ajili ya msikilizaji wa ibada hii. Wewe unayetusikiliza popote ulipo, haya ni maombi maalum kwa ajili yako. Popote ulipo unayetusikiliza, naomba tusaidiane. Sisi tulioko mahali hapa tusaidiane kuwaombea walio mbali, lakini ambao wangeweza wakifika kwenye madhabahu hii lakini hawajaweza kufika. Hebu tusaidiane kuwaombea ili mkono wa Mungu umfikie mahali ulipo, amponye, amfungue na amweke huru. Baba, katika jina la Yesu Kristo
ninaomba kwa ajili ya msikilizaji huyu, kwa ajili ya mtazamaji huyu, kwa ajili ya yule ambaye anafuatilia ibada hii kutoka popote pale alipo. Mungu uliye mahali pote, Yesu uko mahali pote, unaweza yote na unajua yote, unajua ugonjwa wake na unajua vifungo ambavyo vimemfunga. Ninamleta mbele zako kwa damu ya Yesu Kristo. Ponya ukufikie. Mkono wa Mungu unaoponya ukufungue. Mkono wa Mungu unaoponya ukuoke huru, ukuondolee huo ugonjwa, uko hospitalini kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Inuka toka kwenye hicho kitanda cha ugonjwa. Inuka toka kwenye hicho kitanda cha udhaifu. Inuka toka kwenye hilo godoro la ugonjwa. Inuka sasa. Inuka sasa, inuka sasa. Mungu akuinue, Mungu aondoe hayo maumivu kwenye uti wa mgongo. Mungu ayamalize popote ulipo. Ugonjwa wote ulioko ndani yako, Mungu auondoe katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea nguvu za giza zinazokufunga, zinazokutesa katika jina la Yesu Kristo. Uwekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Uwekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Uwekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Ufunguke, ufunguke, ufunguliwe na uwekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Ninakuzamisha ndani ya damu ya Yesu Kristo. Ninakuzamisha ndani ya moto wa Roho Mtakatifu. Ninakuzamisha kwenye nguvu za Mungu zinazoponya, na Mungu akuponye, na Mungu akuweke huru, na Mungu akuache mzima katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi na aseme amen. Pigia Yesu makofi mengi, makofi mengi. Unaamini kabisa Mungu amekuponya popote ulipo, inuka kwa imani, mshangilie Yesu. Naamini kwamba Yesu amekuponya. Haleluya. Pigia Mungu makofi kwa furaha, tukiamini kwamba Mungu amekuponya, tukiamini kwamba Mungu amekufunga. Unaweza kumchapia Yesu makofi namna hii. See
Bwana waseme amen. Wanaomwangalia Bwana waseme amen. Wanaobarikiwa na Bwana waseme amen. Wanaongezwa na Bwana waseme amen. Wanaofarijiwa na Bwana waseme amen. Ambao ni bustani ya Bwana waseme amen. Nasema bustani za Bwana ziseme amen. Bustani ya Bwana iseme amen. Bustani ya Edeni iseme amen. Wenye furaha na amani ya Bwana waseme amen. Wenye kushukuru na kuimba waseme amen. Wanaosema ni Yesu tu waseme amen. Basi unaweza kuketi, chukua sadaka yako. Basi tunaleta mbele zako, tunaomba uzitakase katika jina la Mungu na uweza la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Amen. Sadaka hizi. Kama pia umekuja na matoleo ya fungu la 10, una nafasi ya kuleta matoleo yako ya fungu la 10 kwa Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tumetoa sadaka hii kwa imani na tunaomba uitakase na ipate kibali mbele zako, uipokee na ikawe kumbukumbu kwako kwa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Na kila mmoja ukampe neema ya kipekee ya kusikiliza na kusikia sauti yako, kukuangalia na kukuona katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, na ni wewe tu kwenye maisha ya kila mmoja wetu na kanisa letu. Katika jina la Yesu Kristo, kutokea kwako kuna kubariki, kubarikiwa, kuna kuongezeka, kuna faraja, kuna furaha, kuna kicheko, kuna shukrani na kuna nyimbo, kuna kustawi kama bustani kwa ajili ya utukufu wako. Asante Mungu kwa haya yote tunaenda kuyafanya. Na sadaka hii tunaitoa kwa imani katika lile neno tulilisoma siku ya leo, kile kitabu cha Isaya 51 mstari wa 1 hadi wa 3. Tunaamini ni fungu la kila mmoja wetu na unaenda kulithibitisha na kulidhihirisha hilo neno kwenye maisha ya watoto wako na kanisa lako. Katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo, wote tuseme amen. Basi tunashukuru Mungu kwa ajili ya haleluya. Basi tunashukuru Mungu kwa ajili ya ibada yetu ya leo. Tukimaliza ibada hapo kwenye ukumbi wa kanisa hapo chini, tutakuwa na kikao kidogo kwa ajili ya mwambie Mungu asante kwa ajili ya ibada ya leo. Mwambie Mungu asante kwa mema yote ambayo wanatusikiliza kwenye radio, kwenye YouTube. Mwambie Mungu pia asante, na kama hujatoa sadaka yako pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia namba zetu za simu zinazoonekana hapo. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza katika jina la Yesu Kristo. Umetubariki sana Mungu. Tumepokea baraka kubwa, na kwamba mwaka huu tutakuangalia wewe tu na tutakuona. Tutakusikiliza wewe tu Yesu na tutakuona, na kisha tuna uhakika wa kwamba tutabarikiwa na tutaongezeka katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Faraja yako, faraja ya Roho yako Mtakatifu itaenea kwenye maisha yetu, na kisha tutastawi, na kisha tutakuwa na furaha na kicheko vitaonekana kwenye maisha yetu. Tutashukuru na kuimba nyimbo za asante Yesu. Katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo, tunaomba tulinde, ututunze, linde kazi yote tuliyoifanya siku ya leo. Uepushe na visasi na roho za visasi. Katika jina la Yesu Kristo, kawalinde watumishi wako hao, kawakinge na mabaya yote, kaachilie baraka nyingi kwenye maisha yao. Zile baraka zisizotarajiwa zikaambatane nao. Kwa jina la Yesu Kristo, kaimarisha vipato vyao. Asiwepo hata mmoja ambaye Mungu ana shida ya kipato. Asiwepo hata mmoja ambaye anakopa. Asiwepo hata mmoja ambaye anashinda njaa. Asiwepo hata mmoja anayewaza atakula nini, atakunywa nini. Asiwepo hata mmoja kati ya watu hao wanaosikia sauti hii ambaye Mungu atakosa kibali, atakosa kazi. Asiwepo hata mmoja ambaye Mungu atapata hasara mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Hasara isije kaonekana nyumbani kwako, hasara isije kaonekana kwenye biashara zako, hasara isionekane kwenye kazi zako, hasara isionekane kwenye maisha yako ya ndoa, hasara isionekane kwa watoto wako, hasara isionekane kwenye hema yako, hasara isionekane ofisini kwako, hasara isionekane kwenye biashara yako, hasara isionekane kwenye huduma yako, hasara isionekane kanisani. Wewe na hasara kae mbali katika jina la Yesu Kristo. Faida ni fungu lako, faida ni fungu lako. Itakutafuta usiku, itakutafuta mchana, ukiwa umelala, ukiwa macho, ukiwa unatembea,
ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, ukiwa ofisini, ukiwa kanisani, faida fungu lako na utastawi katika faida katika jina la Yesu Kristo, kwa kuwa Mungu imempendeza akubariki hivyo. Amen. Hebu nyosha mkono wako. Kuna baraka ninaisikia. Haleluya. Kuna baraka ninaisikia. Baraka ya mwanzo. Baraka kubwa za kwanza mwaka. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya hicho ninachokisikia, sio kinaitwaje, lakini kuna kitu ninakisikia. Asante Roho Mtakatifu. Asante Mungu. Kuna baraka ninaisikia. Sijui ina jina lake, lakini najua ni baraka. Ninajua ni baraka. Rianda riaka popo sika rianda saka popo sika riaka popo sika kabla ya tarehe 31 mwezi huu. Riaka popo rianda riaka saka roko popo sika rianda rika popo sika riaka popo sika riaka rianda riaka saka riaka popo rika saka riaka popo rinda riaka saka riaka papa rianda riaka saka riaka popo sika 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 riaka rianda riaka saka riko popo riaka papa riaka riaka papa riaka papa riaka sika opo riaka saka riaka papa riaka saka 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 riaka popo sika riaka popo sika riaka popo sika riaka popo sika riaka popo sika. Kuna kicheko, kuna kicheko, kuna kicheko, kuna kicheko, kuna kicheko. Mungu anaenda kukupa kicheko, anaenda kukupa kicheko, anaenda kukupa riaka riandara riaka riaka papa. Kuna kicheko, 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 kuna kicheko. Ninasikia kicheko, ninakisikia. Liko jambo ambalo Bwana atalifanya Januari hii. Liko jambo litakalotokea litasababisha kicheko. Utacheka. Na watu wa karibu yako watacheka nawe. Marafiki zako watacheka nawe. Marafiki zako, ndugu zako watacheka na wewe. Kaka zako, baba zako watacheka na wewe. Wengine naona wakija nyumbani kwako, na anachukua simu, anapiga simu, anacheka na wewe. Kuna jambo Yesu anafanya. Kabla ya Pentecost, kabla ya tarehe 31, haijaisha ya mwezi huu. Riaka papa, rabu, na watu wanakuja madhabahuni wakiwa wanacheka. Kuna jambo Mungu amelifanya. Ambalo litakusaidia kicheko. Hapana, hujacheka namna hiyo. Hujacheka bado. Riaka popo sika. Kuna kicheko kinakuja. Kuna kicheko. There is a miracle that carries the voice. The voice of life. Laughter. There is a miracle that carries a voice of laughter. There is a miracle. Kuna jambo Yesu anafanya kwenye maisha mwezi huu. Nakwambia utacheka. Watu watakuja wanacheka, majirani watacheka, marafiki zako watacheka na wewe mwezi huu. Kuna jambo Yesu anafanya. Utakuja kanisani unacheka, utakuja kutoa ushuhuda utacheka, na kanisa litacheka na wewe. Watacheka na wewe. Sio kwenye mipango yako. Ila haiko kwenye mipango yako. Kuna mpango ambao Mungu anaenda kutekeleza kwenye maisha yako Januari hii. Januari hii. Na kabla ya 31 ni Januari. Kabla Januari haijaisha, hicho kicheko kitakuwa kimefika. Na kwambia utacheka.
utacheka. Usisahau, 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 usisahau. Isaya 51 mstari wa 1 hadi wa 3 asema Bwana. Tunasema asante, tunasema asante Mungu wetu, na tunasema asante Baba yetu. Inua mkono wako, mwambie Yesu asante, 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 mwambie Yesu asante. Sema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu, ndio kusema asante Yesu, 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 asante Yesu. Yesu asante, asante Yesu, 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 asante Yesu. Toa sauti yako, mwambie asante, 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 mwambie asante. Asante Yesu, 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 asante Yesu. Amen. Jifunike kwa damu ya Yesu Kristo, 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 damu ya Yesu Kristo. Funike maisha yako, funike kila kitu chako, funika kanisa, funika watu wa Mungu, funika familia yako kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Baraka zote ulizozipokea ziweke chini ya damu ya Yesu Kristo na ulinzi wa Mungu. Asante Baba, tunakusifu, tunakuabudu, tunakutukuza. Asante Yesu, asante Baba, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ukiri wetu tunaamini katika jina la Yesu Kristo, tumetiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatuibiwi, hatuharibiwi, hatuuawi. Amen. Kwa sasa na ukiri wetu katika jina la Yesu Kristo, msimamo wetu, tuko salama na tutaendelea kuwa salama. Kwa hiyo tutaongezeka, tutajaa kwa amani. Amen. Kwa sasa somo letu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Pigie Yesu makofi mengi. Basi naomba watendakazi wote, tuna kikao hapo nje ya hema.